Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya kesha la asubuhi, ninakusalimu kwa jina alipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwezi Aprili mwaka 2025. Mada yetu kuu mwezi huu inasema mwinue juu kama mkate wa uzima. Hii ni Aprili 1. Tuombe. Mtakatifu Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, asante kwa ajili ya siku njema ya leo. Tunalitukuza jina lako kwa namna ambavyo umekuwa mwema kwetu na kwa namna ambavyo fadhili zako zimedumu kwa za milele. Ninalitukuza jina lako kwa sababu wewe ni mwema. Ninalitukuza jina lako kwa maana fadhili zako ni za milele. Asubuhi ya leo watoto wako wa kiume na wa kike tumekuja miguuni pako tukiomba rehema yako iende pamoja nasi. Roho yako Mtakatifu akatufundishe kuelewa haya tujifunzayo, na zaidi sana ukawe pamoja nasi sasa na hata milele, katika jina la Yesu. Amina. Chakula cha uzima. Hii ndiyo mada ya leo iliyojengeka katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 6 aya 35. Neno la Mungu linasema, Yesu akawaambia, mimi ndimi chakula cha uzima. Mimi ndimi chakula cha uzima, mwasisi, mstawishaji, mtengenezaji wa uzima wa kiroho wa milele. Yesu anajiwasilisha mwenyewe chini ya kielelezo cha mkate wa mbinguni. Kuula mwili wake na kuinywa damu yake humaanisha kumpokea yeye kama mwalimu aliyetumwa kutoka mbinguni. Kumwamini yeye ni muhimu kwa maisha ya kiroho. Wale wanaojilisha neno la Mungu hawashikwi njaa, hawaoni kiu kamwe, hawatamani mema yoyote yaliyo juu au yaliyotukuka zaidi. Yesu alitangaza maana ya maneno yake kwa uwazi sana kiasi kwamba hakuna anayepaswa kujikwaa juu yake. Kauli yake kuhusiana na kuula mwili na kuinywa damu ya mwana wa Mungu inapaswa kuchukuliwa katika mtazamo wa kiroho. Tunaula mwili wa Yesu na kuinywa damu yake kwa imani pale tunapomshikilia kama Mwokozi wetu. Kristo alitumia mfano wa kula na kunywa ili kuwakilisha ule ukaribu na yeye ambao wote lazima wawe nao, ambao hatimaye wanakuwa washirika pamoja naye katika utukufu wake. Chakula cha kitambo tunachokula kinafyonzwa, kikiupatia mwili nguvu na uimara. Kwa namna hiyo hiyo, tunapoyaamini na kuyapokea maneno ya Bwana Yesu, yanakuwa sehemu ya maisha yetu ya kiroho, yakileta nuru na amani, tumaini na furaha, na kuimarisha nafsi kama chakula cha kimwili kinavyouimarisha mwili. Haitoshi kwetu kujua na kuyaheshimu maneno ya maandiko. Sharti tuingie katika uelewa wake, tukiyasoma kwa bidii. Wakristo wataonesha kiwango ambacho kwacho wanafanya hivi kwa ubora wa tabia yao ya kiroho. Tunalazimika kujua matumizi ya kivitendo ya neno kwenye ujenzi wa tabia zetu binafsi. Tunapaswa kuwa mahekalu matakatifu ambayo ndani yake Mungu anaweza kuishi na kutembea na kufanya kazi yake. Kamwe hatupaswi kujitahidi ili kujiinua wenyewe juu ya watumishi ambao Mungu amewachagua kuifanya kazi yake na kulitukuza jina lake takatifu. Ninyi nyote ni ndugu. Hebu na tulitumie neno hili kwa kila mtu binafsi, tukilinganisha andiko kwa andiko. Katika maisha yetu ya kila siku, mbele ya ndugu zetu na mbele ya ulimwengu, tunalazimika kuwa wafasiri hai wa maandiko, tukimletea Kristo heshima kwa kudhihirisha upole wake na unyenyekevu wake wa moyo. Kadiri tunavyokula na kuumeng'enya mkate wa uzima, ndivyo tutakavyofunua tabia linganifu. Kwa umoja wetu, kwa kuwahesabu wengine kuwa bora kuliko sisi wenyewe, tunalazimika kubeba ushuhuda ulio hai wa nguvu ya ukweli kwa ulimwengu. Watu wanapojisalimisha kwa Mungu kabisa, wakiula mkate wa uzima na kuyanywa maji ya wokovu, watakuwa na kufikia kimo cha Kristo. Tabia zao zinaundwa na kile wanachokula na kunywa.
Kupitia kwa neno la uzima ambalo wanalipokea na kulitii, wanakuwa washirika wa asili ya Mungu. Kisha Kristo sio mwanadamu anatukuzwa. The SDA Bible Commentary Ellen G. White Comments, Volume 5, ukurasa wa 1135. Hii ni Aprili 1, mada ikisema chakula cha uzima. Na kwa nukta hiyo, mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, ndiyo tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.